Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amemwelekeza Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Mhandisi Balozi Aisha Amour kuwasimamisha kazi wasimamizi wote wa mizani waliokuwa zamu katika mizani zilizopo katika barabara kuu T1 inaanzia Dar es Salaam kwenda Zambia kupitia mpaka wa Tunduma kwa ajili ya kupisha uchunguzi wa malalamiko katika mizani hizo. Waziri Ulega amefanya maamuzi hayo mara baada ya kadhia iliyojitokeza hivi karibuni kwa msafirishaji Bi Pamela James Bukumbi mwenye gari ya mzigo namba T137 DLQ ikiwa na tera T556 CUR iliyotokea katika kituo cha mizani ya Vigwaza, akilalamika kuhusu kutozwa faini ya kuzidisha uzito katika mizani hiyo, wakati mizani nyingine alizopita gari yake haikuwa imezidisha uzito. Pia Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma tarehe 20 Machi 2025 mara baada ya kupata taarifa hiyo na kusikiliza pande zote mbili kutoka kwa mlalamikaji na mlalamikiwa ambaye ni wakala wa barabara za Tanzania kwa maana ya TANROADS, na kubaini kuwa lipo tatizo la wazi ambalo limesababisha kadhia hiyo na kutoa maelekezo makuu matano. Aidha, Waziri Ulega amemwagiza wakala wa barabara TANROADS kuanza hatua ya kubadilisha mifumo ya uendeshaji wa mizani 78 zote nchini haraka iwezekanavyo kwa kutangazwa kwa watoa huduma wenye nia ya kuja na teknolojia ambazo ni automated ili kupunguza mwingiliano baina ya watu na watu na hivyo kumwezesha dereva kujihudumia kwa kutumia mifumo, jambo ambalo ni mkakati wa wizara wa muda mrefu. Mimi ni Kusaga Ungura wa News Update Media. Nimewaita hapa niweze kutoa ufafanuzi kidogo na hatua ambazo kama serikali, kama wizara tumeamua kuzichukua baada ya kushauriana na management na wataalamu wangu. Hatua hizo na ufafanuzi huo unatokana na kadhia iliyojitokeza hapa karibuni iliyohusisha gari la mizigo namba T137 DLQ likiwa na tela T namba 567 CUR, ambapo tumeshuhudia mama mmoja kwa jina alijitambulisha Bi Pamela akiwa katika kituo cha mizani cha pale Vigwaza mkoani Pwani akilalamika juu ya mwenendo na tabia ambazo zilijitokeza dhidi yake. Sasa baada ya kufanya utaratibu wa kusikiliza kile ambacho yeye alichokilalamikia, nilitoa maelekezo moja kwa moja kwa wataalamu wangu kupitia Katibu Mkuu kunipatia taarifa ya nini ambacho kimesababisha kadhia ile. Na niseme tu kwamba baada ya kupata taarifa ile, taarifa inanionyesha kuwa ziko sintofahamu ambazo zilijitokeza kutokana na jambo hili. Kimsingi, ukisikiliza pande zote mbili unaona kwamba liko tatizo la wazi ambalo limesababisha tufike katika hatua hii ya leo tuliofikia. Na kwa msingi huo, baada ya kugundua kwamba liko tatizo, nimeamua kuchukua hatua zifuatazo kwa kumwelekeza Katibu Mkuu. Moja ni kuwasimamisha wale wasimamizi wetu wa mizani wa hii tunaita T1, barabara nzima ya kuanzia Tunduma mpaka inafika pale Vigwaza. Nimeamua kutoa maelekezo ya kuwasimamisha wote hawa waliokuwa kwenye shifti kwa siku ile wakati tukio hilo linatokea. Na kwa nini nimewasimamisha? Ni kwa sababu tumefanya hivi kwa malengo ya kufanya uchunguzi, ambapo tumekwisha kuunda timu ya uchunguzi ambao nimemwelekeza Katibu Mkuu. Timu hii
iundwe na tayari imekwisha kuundwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kuanzia kule ambako gari iliingia katika nchi yetu mpaka kufika katika tukio ambako limetokea, ili tuweze kuwa na uchunguzi huru wa mwenendo, lakini vivyo tutatazama na mengine yanayoendelea katika mizani yetu hii. Timu hii itawahusisha maafisa wa serikali. Mimi mara baada ya kusikiliza timu ya wataalamu wangu waliponipatia taarifa ya awali, niliona wazi kabisa kwamba liko tatizo la kutokusomana kwa mifumo. Kwa hivyo nimetoa maelekezo haya yaanze kufanyiwa haraka sana utekelezaji wake. Sasa maelekezo ambayo ninayatoa ni kwamba mameneja ni lazima wawe wasimamizi number 1 wa mizani zetu zote. Hivi sasa tumeamua kuwaweka pembeni wale waliokuwa katika shifti siku ambapo gari hili lilikuwa linapita kupisha uchunguzi. Lakini hapo mbele tutaanza mara moja mizani zitakazokuwa zikilalamikiwa, na mameneja tutawachukulia hatua pia. Uwekezaji wa serikali kwenye barabara ni mkubwa sana. Barabara ya lami kilomita 1 ni wastani wa shilingi za Tanzania bilioni 1 mpaka bilioni 2. Inategemea na mazingira ya eneo lenyewe linalokufanyiwa kazi, na pesa zinazotumika ni pesa za umma, na kwa hivyo ni muhimu sana wakati huo kuendelea kulinda rasilimali hii, kwa kuwa barabara zinapoharibika uwekezaji wake ni ghali sana. Lakini si tu uwekezaji, na usalama wa watumiaji wa barabara wao wenyewe. Tunapokuwa na barabara zenye mashimo na zenye matuta zilizokuwa zimeharibika, usalama pia wa watumiaji wa barabara unakuwa ni wa mashaka. Kwa hivyo yote ni muhimu, mizani yetu ni muhimu sana ili kulinda uwekezaji wetu tuliofanywa katika barabara zetu, lakini pia vile vile kulinda usalama wa watu kwa kutokupitisha mizigo isiyokuwa na sifa za kuweza kupita katika barabara kwa mujibu wa sheria zetu.